Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Kwa jina naitwa Comrade Suleiman Hassan Kibwana, naibu katibu mkuu taifa, taasisi ya Mama Samia Sapoti, kazi na utu, tunasonga mbele kwa upande wa Zanzibar. Leo tukiwa hapa katika skuli ya Lumumba, tumeorganize watoto wa Takwa Islamic School pamoja na uongozi wa hospitali ya rufaa ya Lumumba mkoa wa Mjini Magharibi katika siku ya kumuishi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye siku ya leo tarehe 27 mwezi wa kwanza 2026 ni kumbukumbu yake ya kuzaliwa. Hivyo katika kauli mbiu yake amehimiza Watanzania na wananchi kwa ujumla. Katika kauli mbiu yake anasema uzalendo ni kupanda miti, kutunza mazingira. Sisi kama taasisi yake ambayo tunaenda moja kwa moja na kazi zake sambamba, tumeona ni vyema kuorganize vijana hao wa skuli ya Takwa pamoja na uongozi wa hospitali ya rufaa ya Lumumba kuja kupanda miti katika eneo hili. Ni miti gani ambayo tumeipanda katika kumuishi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika eneo hili? Tumepanda miti kutegemeana na mazingira, kwa sababu kila mti una mazingira yake. Sehemu kama hii huwezi kupanda miti mingi ya kivuli kwa sababu ni mazingira tiba. Kwa hiyo tumezingatia miti tulioipanda. Tumepanda mti wa kwanza unaitwa spice plant. Spice plant ni mti ambao ni common plant, unatumika katika mazingira ya Zanzibar, especially katika mazingira tiba. Mti huu unaweza kuutumia katika kuchemshia chai. Unapochemshia chai na kunywa, basi unakwenda kurekebisha, unakwenda kushusha blood pressure. Kwa hiyo unasaidia sana kwenye mzunguruko wa damu. Kwa hiyo tunashauriwa kutumia miti kama hii kwenye mazingira kama ya vimiminika. Vile vile mti huu unaweza ukautumia kwenye mazingira kuweka kwenye chakula kama vile pilau. Unaleta flavor ndani ya chakula kama pilau. Kwa hiyo tumezingatia kupanda mti huu katika mazingira tukiamini kwamba Lumumba ni hospitali. Kuna kuja wagonjwa aina nyingi. Kwa hiyo apart of kutumia madawa ya kisasa, modern medicine, pia tunaweza tukarudi kwenye local medicine kama sehemu ya tiba. Tukumbuke kwamba dawa nyingi za kisasa zinatengenezwa kwa kupitia mizizi, majani pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo tumezingatia miti hii kama sehemu ya tiba. Lakini mti mwingine ambao tumepanda miti ya aina ya nani plant. Nani plant ni miti ambayo ukitengeneza juice inakuwa ni natural juice. Mgonjwa mwenye kisukari anaweza kutumia juisi hii kwa vijiko 2 mpaka 3 na sukari yake ikarudi kuwa normal. Vile vile mgonjwa mwenye matatizo ya kuanguka pia anaweza kutumia majani haya kujifusha na hali yake ile ikaweza kuwa mujarabu kabisa kwenye kujitibu. Kwa hiyo sisi kama taasisi tumeona ipo haja ya kuwahimiza vijana hawa, ipo haja ya kufika Lumumba kuungana na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika siku yake hii ya kuzaliwa kwa kupanda miti kama alivyohimiza yeye mwenyewe. Ombi langu kwa vijana, viongozi wa serikali, leo Mheshimiwa Rais amezaliwa siku kama ya leo na yeye mwenyewe amehimiza tupande miti. Ombi langu kwa Watanzania wote popote walipo, wajitokeze, bado hajachelewa. Unaweza ukamuishi Mheshimiwa Rais siku ya leo, ukamuishi Mheshimiwa Rais siku ya kesho. Tukumbuke kwamba leo Rais atakuwa Kizimkazi kuanzia majira saa 4 asubuhi hivi ninavyozungumza na kuendelea mpaka saa 8 atashiriki tukio hili la upandaji wa miti maeneo ya Kizimkazi. Kwa kule bara maeneo ya kilimo shamba Dodoma, maeneo ya bunge kule, pia nao viongozi wapo wanaungana na Mheshimiwa Rais katika kupanda miti. Sisi tunasema tuko na Mheshimiwa Rais bega kwa bega. Nimuombe Mheshimiwa Rais awaone watoto hawa ambao leo wamekuja kupanda miti katika hospitali ya Lumumba, kwani wamekuza na kuonyesha mapenzi ya dhati ya uzalendo wa nchi yao. Ni watoto wachache ambao wamekuwa na mawazo kama haya ya kupanda miti siku ya leo. Tunaona watoto wameacha masomo yao, wamevunja ratiba yao na walimu wao, wamekuja kushirikiana na sisi kupanda miti. Vile vile uongozi wa Lumumba tunashukuru sana, wameacha shughuli zao na kushirikiana na sisi katika zoezi hili la kumuishi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa maneno machache niseme I wish long life Daktari Samia Suluhu Hassan, mama wa 4Rs. Tumekukubali, tunakuelewa mama Kizimkazi, mkali wa hizi kazi. Tunakutakia maisha mema katika siku yako ya leo ya kuzaliwa. Happy birthday Dr. Samia Suluhu Hassan. Mungu ibariki Lumumba, Mungu ibariki Zanzibar,
Mungu ibariki Tanzania. Salamu kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Watoto hawa wanakupa salamu kwamba apate kumuishi Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Wako tayari bega kwa bega kushirikiana na wewe, baba wa maendeleo, baba wa magari ya umeme, baba wa barabara za juu, Daktari Hussein Ali Mwinyi. Hufanyi makosa, unafanya kazi na kazi yako tunaiona. Leo tuko Lumumba, ni uwekezaji wako wa viwango vya hali ya juu. Baba, umeupiga mwingi, unataka kuiona Zanzibar kuwa kama Singapore. Mawazo hayo unayawishi, na Zanzibar inshallah itakuwa zaidi ya Singapore. Mungu ibariki Tanzania, Mungu mbariki Dr. Samia Suluhu Hassan, Mungu mbariki Dr. Hussein Mwinyi Ali, Mungu ibariki Zanzibar. Asanteni. Mimi kwa jina ni Dr. Hamis Mustafa, daktari bingwa wa maradhi ya moyo kutoka katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Lumumba. Tunatoa neno la shukurani kwa taasisi ya Taqwa Islamic School na taasisi ya Mama Samia Support kuungana na sisi katika upandaji wa miti ili kusherehekea siku ya kuzaliwa ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa taasisi hizo mbili, kwa uono wao wa kutunza mazingira, na tunajua kwamba mazingira ni afya, wameamua kutupeleka katika hospitali yetu hapa na kujumuika na sisi katika upandaji wa miti, na nimefanyika sana kwamba miti ambayo walipanda katika taasisi yetu hapa, katika hospitali yetu hapa, ni miti ambayo inatumika zaidi katika madawa yetu asilia. Kuna miti ambayo inatumika kama katika maradhi ya moyo, maradhi ya kisukari na maradhi mengineyo. Kwa hivyo napenda nitoe neno la shukurani kwa kujumuika na sisi hapa katika siku yetu adhimu ya leo kusherehekea tarehe ya kuzaliwa mama yetu. Kwa jina Teacher Asia Musa Hamdu, ni mwalimu wa skuli ya Taqwa Islamic School iliyokuwepo Mkele Mikunguni, mkabala na skuli ya ufundi Mikunguni. Sisi ni wanafunzi ambaye tumewaleta hapa ili kujifunza na kupata kuelewa zaidi na kumuishi rais wetu wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, ili katika kujiwekeza na miti hii ambayo inasaidia dawa katika eneo hili la hospitali ya Lumumba mjini Magharibi. Ni vizuri sana tumeileta hapa kwa sababu itapata kutusaidia na sisi pia, pamoja na hao wagonjwa walikuwepo hapa. Madaktari tunawapa ushauri zaidi wapate kutumia hii mijiti, kama huu mjiti unaitwa ni spicy plant. Yaani hii unatumia kwa kupikia chai ili wapate watumilie kwa wagonjwa wenye maradhi ya pressure, ili chai wanywe na ile pressure izidi kushuka zaidi, isiwe zaidi ya ambayo pressure iliyopanda. Na vile vile kuna 9 plant kule ambao huu unasaidia kumpatia mgonjwa sukari kupungua, yani mwenye matatizo ya kisukari anapata kupunguza sukari yake. Kwa hiyo tunawashauri sana madokta, hii mijiti hatujaileta kama pambo, tumeileta vile vile kama dawa. Tunampenda sana Mama Samia, ndio maana tumekuja kuipanda katika eneo hili ambalo la hospitali lenye manufaa zaidi, wengi wao wakatumia na bila matatizo yoyote. Sisi Taqwa Islamic School tumejitolea kwa moyo thabiti na uliokuwa safi zaidi katika kuendeleza na kuburudisha zaidi, kuliendeleza hili gurudumu na kuwafunza watoto wetu kama mazingira ni lazima kupanda miti na kujua umuhimu wa mijiti hii, ili tusipoteze dawa za asili za enzi na zilizotajika, kwa sababu sana tunatumia makemiko, lakini hii mijiti haina chemical, ni original spice na ambazo ni dawa zinazokutibu kwa kila kitu. Ukitumia wewe mwenyewe utajiona, baada ya wiki moja tu utajiona uko vizuri na unakupa yani hamasa ndani ya mwili wako. Tunakuomba sana rais wetu wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, tunakuomba sana kwa jicho, tuangalie jicho la tatu na la pili vile vile katika skuli yetu ya Mkele iliyokuwepo hapo Taqwa Islamic. Uje utuangalie na utuone jinsi gani tulivyo bora na tulivyo mahiri katika usomeshaji wetu na watoto tunapowafundisha mazingira ili kupata kuyajua zaidi. Asanteni sana. Jamani, wazazi na walezi kwa ujumla, jamaa, tunawaomba mwalete watoto wenu katika skuli ya Islamic Taqwa iliyokuwepo Mkele Mikunguni.